Mwanzo tunamwona mhusika mkuu wa kike Siamo, ambaye ndiye kwanza amewasili katika mji mpya. Akiwa bado yupo uwanja wa ndege, anapokea simu kutoka kwa mama yake anayemwambia shangazi yako amekuandalia miadi ya kimapenzi, blind date. Siamo anajibu, kwani sikukuambia tayari kwamba nina mtu ninayempenda? Wakati Siamo akizungumza na mama yake, anajigonga kwa bahati mbaya na mhusika mkuu wa kiume Shen Juniao. Yeye si tu kwamba ni mtanashati, bali pia ni mkurugenzi mtendaji CEO wa kampuni ya teknolojia, akiwa na kundi la waandishi wa habari wakimkimbiza. Baada ya kugongana, simu ya Siamo inaharibika, jambo ambalo linamfanya akasirike sana. Anamkimbilia Shen Jun na kupiga kelele, haya nisikilize. Wakati Shen Jun anaposimama na kutazama nyuma, Siamo anafikiri hii ndio nafasi yangu ya kuzungumza naye. Wakati anaanza kumkaribia, anajikwaa kwenye mguu wa mwandishi wa habari na kumwangukia Shen Jun. Waandishi wa habari wanaanza kupiga picha zao. Akiona hivi, Shen Jun anamchukua Siamo na kuondoka naye kwenye gari lake. Anakaa kwenye gari lakini anaanza kufoka kwa hasira. Kwanza umevunja simu yangu na sasa unaniteka. Shen Jun anasema mtu yoyote anaweza kuwasiliana nawe na kukurudishia. Siamo kisha anasema umenisababishia matatizo mengi. Simu yangu ilikuwa na kila kitu na sasa itabidi nihariri tena picha zangu zote. Shen Jun anajibu, kama ungekuwa mrembo isingechukua muda mrefu kiasi hicho. Siamo hajibu maoni yake na Shen Jun anamshusha kwenye kituo cha basi. Sasa Siamo hana simu inayofanya kazi, hivyo anaelekea nyumbani kwa rafiki yake Tang. Tang anafurahi sana kumwona. Wanakaa pamoja na kupiga hadithi kwa muda. Kisha ghafla Siamo anakumbuka kuwa aliacha anwani ya sehemu anayotakiwa kwenda, kule uwanja wa ndege. Wakati huo huo, Shen Jun anapokea simu na kupata taarifa kuwa picha ya Siamo akiwa naye imesambaa sana, viral, jambo ambalo linasababisha matatizo kwa kampuni yake. Shen Jun anaenda kwa msaidizi wake wa AI ambaye anamwonyesha habari hizo na madhara yanayoweza kutokea. Kwa upande mwingine, Siamo akiwa na Tang wanaenda uwanja wa ndege kutafuta begi lake. Anamuona Shen Jun akiwa ameshikilia begi lake na kuondoka naye. Siamo anamfukuza lakini anapotea machoni pake. Tang anamuuliza Siamo kama ana namba yoyote ya mawasiliano ya Shen Jun na Siamo anakumbuka kuwa ana kadi yake. Anapiga namba hiyo na msaidizi wa Shen Jun anapokea. Siamo anaulizia simu na begi lake na msaidizi anamwambia atoe anwani ili wamtumie vifaa vyake huko. Wakati huo huo, mama yake Siamo anampigia. Anapopokea, mama yake anauliza, kwa nini simu yako imezimwa? Siamo anaeleza, simu yangu imeharibika, unaweza tafadhali kunipa anwani ya ile nyumba tena? Mama yake anampa anwani na Siamo pamoja na Tang wanaenda huko. Wanapopiga kengele, Shen Jun anafungua mlango. Siamo anaanza kujitambulisha, lakini anapogundua ni Shen Jun anakuwa mjeuri na Shen Jun anamfungia mlango. Tang anamwambia Siamo, ngoja nijaribu mimi. Wakati Tang anapojitambulisha, Shen Jun anafungua mlango na kuwakaribisha ndani. Tang anapendekeza wazungumze peke yao, kisha anawaacha. Siamo anamwambia Shen Jun, nipo hapa kuchukua vitu vyangu vitatu, simu yangu, begi langu, na ukinipa begi hilo naweza kukuonyesha nyaraka za nyumba hii. Shen Jun akisikia kuhusu simu, mara moja anatoa simu kutoka kwenye draw iliyojaa simu na kumpa, lakini Siamo anapoona simu nyingi kiasi hicho anashangaa na Shen Jun anasema, utapata begi lako kule ndani. Kuhusu nyumba hii, ukinirudishia kiasi cha pesa nilichotumia nitaondoka mara moja. Siamo anashtuka kusikia kiasi kikubwa cha pesa. Shen Jun kisha anamwambia, utahitaji kusaini karatasi inayoeleza kuwa hakuna uhusiano kati yetu. Ukisaini, sitachukua pesa yoyote kutoka kwako. Siamo anakubali. Shen Jun anaenda ndani kuchukua begi, lakini msaidizi wake wa AI anamwambia, usiachane na Siamo. Ukiwaambia kila mtu kuwa yeye si mpenzi wako, itakusababishia hasara. Siamo anatafuta kitu fulani. Wakati Shen Jun anamuuliza, unatafuta nini? Siamo anajibu, natafuta nakala ya pili ya makubaliano yetu, ile ambayo inasema utanipa nyumba baada ya mimi kusaini. Shen Jun anasema, hakuna haja ya hiyo sasa. Utabaki kama mpenzi wangu kwa wiki 3. Nitachukua vifaa vyangu vyote vya electronic na kuondoka. Nafanya hivi kwa ajili ya kuonyesha watu tu. Siamo anaomba muda wa kufikiri na anasogea pembeni kumpigia Tang. Anamwambia Tang jambo hilo na Tang anapendekeza, kama unataka kumsaidia, mwambie tu aondoke kwenye nyumba hii na atafute nyingine. Kwa namna hiyo atamaliza kazi yake na wewe utapata nyumba yako. Wakati Siamo anashiriki wazo hilo na Shen Jun anamuuliza, nitaenda wapi basi? Siamo anasema, labda una nyumba nyingi nyingine, unaweza kukaa popote pengine. Shen Jun anakubali na kuhamia nyumba nyingine. Siamo anampigia mama yake simu ya video akimwonyesha nyumba na mama yake anafurahi sana. Wakati Siamo anaingia kwenye lift ili kuonyesha ghorofa ya chini, umeme unakatika na lift inasimama, jambo ambalo linamtisha sana. AI wa Shen Jun anamfahamisha kuwa Siamo amekwama kwenye lift, so anawahi kwenye gari lake na kukimbiza huko. Wakati tu mlango
mlango wa lifti unafunguka, Siamo anashtukwa na kila kitu anachokiona karibu yake. Anabonyeza kitufe na ghafla anamuona mwanamume asiye na nguo, jambo ambalo linamfanya apige kelele. Wakati huo huo, Shen Jun anawasili na kuanza kumfokea Siamo. Kwa nini umekuja hapa? Shen Jun akiwa na hasira ya wazi anamfokea Siamo akisema, bila ruhusa yangu huwezi kutangatanga kwenye nyumba yangu wala huwezi kuondoka. Siamo anajibu, sitaki kukaa kwenye nyumba hii, tafadhali niruhusu niondoke, na ahidi sitamwambia mtu yoyote nilichokiona. Wakati Shen Jun anapoanza kuondoka, Siamo anaokota kitu na anafikiri moyoni, nikimpiga Shen Jun kwa nyuma itabidi anisikilize na aniache niende. Hivyo basi mambo hayaendi kama ilivyopangwa. Anapomkaribia kumpiga, kile kitu mkononi mwake kinabadilika kuwa bangalia. Shen Jun anamgeuka, anasema, nilifikiri umebadilika, lakini kumbe umeonyesha tabia zako za kawaida. Anamshikilia na anaamuru AI wake, funga mlango, kisha anampeleka mbali. Siamo anajikuta amerudi chumbani kwake akiwa mchanganyikiwa jinsi ya kutoroka. Kwa kukata tamaa, anajaribu kumpigia Tang. Hivyo basi Shen Jun anapokea simu hiyo kama msamaha. Siamo akifikiri ni Tang anasihi, Tang, tafadhali nitoe hapa, ameniteka. Lakini Shen Jun anajibu, hakuna haja ya tabia kama hiyo. Siamo anashtuka na kufikiri, hajabu, nimempigia Tang lakini simu imeishia kwa Shen Jun. Kisha anajaribu kumtuma ujumbe Tang kuwa ametekwa, lakini ujumbe unashindwa kutumika. Cha ajabu, anapotuma ujumbe mwingine tofauti usiohusiana unaenda. Anatambua kuwa kila kitu kinadhibitiwa na AI wa Shen Jun, Dana. Siamo anajaribu kumkumbusha Shen Jun kuhusu ukweli wa kuwa mapigo yake ya moyo yanaenda mbio, akimwonyea kuwa inaweza kuwa na madhara makubwa. Kwa jibu lake, Shen Jun anatoa kitabu alichokuwa nacho, kitabu kilichokuwa kikitumika kumtengeneza roboti, na kuelekea chumbani kwa Siamo akigonga mlango wake. Anasema, na kiacha kitabu hiki hapa, kisome na utaelewa ulichokiona kule chini. Asubuhi Siamo anaamka na kuanza kusoma kile kitabu alichopewa na Shen Jun, akiwaza moyoni, nilikuwa na usahili interview wa kuhudhuria leo. Akigundua kuwa amechelewa, anajiandaa haraka. Wakati huo huo, Shen Jun yupo kwenye kikao akijadili kuhusu roboti na msaidizi wake. Siamo anapomaliza kujiandaa, anakumbuka kuwa mlango wa nyumba umefungwa kwa sababu anahitaji ruhusa ya Shen Jun ili kuondoka. Anaamua kumpigia simu. Baada ya kumaliza kikao chake, Shen Jun anapokea simu ya Siamo. Siamo anasema, upo wapi? Nina usahili muhimu na ninachelewa, tafadhali fungua mlango wa nyumba. Shen Jun anajibu, hapana, nitakupangia kazi mimi mwenyewe. Siamo anajibu kwa ukali, sitaki kazi yako inahusiana na roboti, sina nia na hilo. Shen Jun anauliza, sasa una nia na nini? Siamo anajibu, nataka kufanya kazi kwenye kampuni ya peremende ambako nina usahili. Shen Jun kisha anasema, haya basi, subiri na kuja kukuchukua. Anafika, anamwamuru AI wake afungue mlango, na mlango unapofunguka, Siamo anatoka nje. Anapomshusha nje ya kampuni, anasema, nitakusubiri hapa. Baada ya Siamo kuondoka, Shen Jun anazungumza na AI wake Danica. Kwa kuwa anajua moja ya siri zangu, nahitaji kujua siri yake moja pia. Anajipenyeza ndani ya kampuni na kumtafuta mwanamke atakayemfanyia Siamo usahili. Anamwambia, nitakaa kwenye chumba cha pembeni, lakini lazima umuulize maswali nitakayokupa. Kisha Shen Jun anaunganisha Danica kwenye kompyuta. Wakati wa usahili, yule mwanamke anamuuliza Siamo maswali, naye anajibu kwa ucheshi. Akisikiliza, Shen Jun anatabasamu wakati Siamo anapotaja pia huwa anatengeneza video za kuchekesha. Kisha Shen Jun anamtumia Danica ujumbe, mwambie acheze densi. Msahili anamuuliza Siamo, je, unaweza kucheza densi? Akiwa amechanganyikiwa, Siamo anajibu, hii kweli ni sehemu ya usahili? Yule mwanamke anamuuliza Shen Jun, je, ulimaanisha kweli acheze densi? Shen Jun anasema, nilikuwa nafanya mzaha tu. Hata hivyo anamuona Siamo akicheza densi kweli na anatabasamu. Sasa anarekodi video akicheza ili aweze kuitumia kumtishia, blackmail. Baada ya usahili, Shen Jun anauliza, je, umefaulu? Siamo anajibu kwa utani, guess, kisia. Shen Jun anaona furaha yake na kusema, kwa jinsi unavyoonekana umefaulu, ongera, nataka kukupeleka sehemu. Siamo anakubali haraka na wanaenda kwenye mgahawa. Kwenye mgahawa, Siamo anakula kwa shauku akionekana kufurahia chakula. Muda mfupi baadaye, rafiki wa Shen Jun anawasili akiwa na Tang. Siamo na Tang wote wanashtuka kuonana. Shen Jun anaelezea, Siamo ni mpenzi wangu, sikuwa nimepanga kuitangaza bado, lakini waandishi wa habari wamesambaza habari haraka nikakosa chaguo. Baada ya chakula cha jioni, Tang anamtumia Siamo ujumbe, nisubiri, nitaungana nanyi kwenye gari. Shen Jun anakaa kiti cha abiria na kumwamuru Siamo aendeshe, lakini anasema, sijui kuendesha gari. Shen Jun anakaa kimya na Siamo anaingia. Kwa namna fulani anafanikiwa kuwasha gari. Anapoendesha na kumwona Tang akimsubiri, anafunga breki ghafla. Anasema, rafiki yangu ananisubiri. Tang anaingia kwenye gari pia, lakini gari linakaribia kupata ajali. Danica anasistisha gari na kuliegesha, lakini Siamo anatoka nje na kuanza kutapika. Shen Jun anapigia msaidizi wake na kusema, njoo nichukue, nitakutumia anwani. Tang akiwa ndani ya gari anamwambia Siamo, mpenzi wako wa mkataba ni tajiri kweli? Siamo anajibu, hapana, si tajiri kiasi hicho, anamiliki tu kampuni ya teknolojia. Tang anadokeza, kampuni
aliyokwenda kufanya usahili si nyingine bali ni kampuni ya babu yake. Shiamo anashtuka kusikia hayo. Msaidizi wa Shen Jun anafika na gari. Shen Jun na Shiamo wanapofika nyumbani, Shiamo anaanza kuzungumza na Shen lakini hamsikilizi na anaondoka. Ananongona, afadhali sikucheza densi nilipoombwa. Shen Jun anapata habari kuwa watu wanapiga picha zao na kudai Shiamo ni mjamzito, wakipendekeza wafunge ndoa. Shen Jun anamwambia Danica, ondoa habari hizi. Wakati huo huo, Shiamo anatafuta taarifa kuhusu Shen na pia anagundua uvumi wa ujauzito. Anakasirika sana na anaenda kumkabili Shen. Wakati Shen anapokaribia, Shiamo anafoka, kwa nini unasambaza habari za uongo? Ni vizuri sikucheza densi kwa ombi lako. Weka akili kwenye biashara yako na usinitumie kama sehemu ya biashara hiyo. Shen Jun anajibu, je, una ushahidi wote? Niletee ushahidi kabla ya kuzungumza. Shiamo anajibu kwa ukali, sihitaji ushahidi kwa sababu nina moyo, kitu ambacho wewe huna. Shen Jun anachukizwa na maneno yake. Katika onyesho linalofuata, Tang anamwambia Shiamo kuhusu habari hizo. Shiamo anapoziona anatambua kuwa Shen alikuwa ameziondoa habari zote. Hii inamfanya Shiamo ajihisi mwenye hatia kwa kumwelewa vibaya Shen. Wakati huo huo, Shen anaangalia shajara yake ya utotoni na kukumbuka kuwa hakuweza kumwokoa kaka yake, jambo lilomfanya baba yake amlaumu. Mama yake Shen anasema, huna ushahidi, lakini baba yake Shen anajibu, sihitaji ushahidi, najua nimelea mwana asiye na moyo. Shiamo alikuwa ameambia Shen maneno yanayofanana na hayo awali. Hii inamfanya Shen aamue kufungua mradi wake. Anampigia Danica na kumwelekeza afungue mradi huo, akimpa roboti jina la Star Knight. Shen Jun anamwambia roboti, usiniite bwana Shen, niite kaka. Wakati huo huo, Shiamo amemsubiri Shen. Shen Jun anapofika nyumbani, Shiamo anaomba msamaha, lakini Shen anasema, mkataba wako na mimi umeisha. Nitaondoka kwenye nyumba hii baada ya miezi 3 na sitachukua malipo yoyote kutoka kwako. Shen anaenda chumbani kwake na kucheka huku akiangalia video ya Shiamo. Wakati Shiamo akiwa chumbani kwake, Starlight anatokea. Shiamo anapiga kelele na Shen anakimbilia chumbani kwake. Wakati Shiamo anakimbia kuelekea chini, anajigonga kwa bahati mbaya kwa Shen na kumwangukia, wakivunja chombo cha maua. Baada ya kuinuka, anaelezea, kulikuwa na mgeni chumbani kwangu. Starlight anajibu, nilikuwa natafuta tu sehemu ya kulala. Shen Jun anasema, nenda kalale chumbani kwangu, nenda kaoge, nitakuja huko punde. Shiamo anauliza, Shen, huyu ndio yule roboti? Lakini Shen hajibu na anaondoka. Baada ya kuondoka, Shiamo anaona damu kwenye kile chombo cha maua na kuwa na wasiwasi kuhusu Shen. Analeta sanduku la huduma ya kwanza kwenye chumba chake na kuanza kumfunga bandaji. Shen anamsukuma Shiamo, lakini kisha anakumbuka nyakati zalizokaa pamoja. Muda huo Shen anapokea simu. Shiamo anaangalia video kwenye simu yake na Shen anajaribu kuinyakua, jambo lilopelekea kuvutana kwa mchezo. Wakati huo Starlight anaingia na Shiamo anatoka haraka. Starlight anamwambia Shen, haya, unapaswa kuoga pia kabla ya kulala. Shiamo akisikia hilo anaonekana kuchanganyikiwa na kutoka nje. Shen anamfuata akiwa na matandiko yake na Shiamo anapouliza, je, ulali hapa? Shen anatania, ningependa sana kulala karibu na wewe. Akiwa na hofu, Shiamo anakimbilia chumbani kwake. Asubuhi, Shen, Starlight na Shiamo wapo kwenye meza. Shiamo anajaribu kuwapuuza na kuondoka, lakini Starlight anasema, kaka atakupeleka, njoo pate kifungua. Kwa shingo upande, anaungana nao. Muda huo, msaidizi wa Shen Jun anapiga simu kusema anasubiri chini na gari. Shen anamwelekeza, mpelekee Shiamo ofisini kwanza. Akiwa kazini, kila mtu anakuwa kashfa na Shen. Mwanamke mmoja anayempenda Shen, ambaye amepewa jukumu la kumfundisha Shiamo, anampa lundo la kazi kwa sababu ya wivu. Wakati huo huo, Shen anampeleka Starlight kukutana na babu yake. Wakati Shen akiondoka kidogo kupokea simu, babu yake anamuuliza Starlight, je, Shen ana mpenzi? Starlight anakataa, lakini babu yao anamsisitiza, unapaswa kusaidia kutengeneza uhusiano kati ya Shen na Shiamo. Kurudi ofisini, mfanyakazi mwenzake anaazima wanja kutoka kwa Shiamo, ambaye baadaye anatambua kuwa ilikuwa ni kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya Lin Hang. Akiwa amekasirika, anachukua vitu vyake na kukimbilia msalani. Kisha Shiamo anajiandaa kukutana na Lin, lakini anamuona akifuatwa na wafanyakazi wenzake kadhaa. Anapojaribu kupata saini yake, anajikwaa na kuanguka, lakini Lin amemsaidia kuinuka kabla ya kuelekea kwenye kikao na mkurugenzi. Wakati wa mazungumzo, Lin anasisitiza, nataka Shiamo awepo wakati wa upigaji picha wangu. Shiamo anafurahi sana wakati Bwana Chung anapomfahamisha, lazima uhudhurie upigaji picha wa Lin, aliomba uwepo wako mahususi. Ili kusherehekea, anawanunulia wafanyakazi wenzake kahawa, ambapo Lin anatokea bila kutarajiwa. Baadaye wanakaa pamoja na Lin anasaini picha yenye jina la Shiamo akisema, na kukumbuka kutoka kwenye maonesho. Wanabadilishana majina ya akaunti zao za Twitter. Onyesho linahamia kwa Tang anayejiandaa kukutana na msaidizi wa Shen ambaye hivi karibuni amepewa talaka. Anamwona kuwa ni mwenye kuvutia na anajiweka tayari wakati msaidizi huyo anapoleta mizigo ya Shiamo. Shen anafika bila kutarajiwa
kufunguliwa na kumwona Siamo akipiga hadithi na Lin. Bila kufurahishwa, Shen anauliza kwa ukali, huyo jamaa alikuwa nani? Siamo anajibu, ni Lin tu, yule maarufu ninayempenda, Fan. Shen akichukua kahawa ya Siamo iliyokuwa imekusudiwa wafanyakazi wenzake, anaisaidia kuisambaza, kuvutia kila mtu kwa tabia yake ya kirafiki. Akiwa hayani, Siamo ananong'ona, anajifanya mtanashati sana mbele yangu. Wakati huo, mkurugenzi anamkaribia Shen na kujadili mradi, akipendekeza Siamo afanywe msimamizi wa mradi huo. Hata hivyo, Siamo anakataa akisema, siwezi kuuchukua kwa sababu natakiwa kwenda kwenye upigaji picha na Lin. Wakati Shen anapomuuliza kuhusu hilo, anaeleza, mimi ni mgeni, siwezi kumudu hili bado. Shen anamshauri, unaweza, na hata mkurugenzi anasisitiza kwa sababu ana nia ya kumtushia mzigo Siamo. Baada ya Shen kuondoka, wafanyakazi wengine wanasema, tazama jinsi mpenzi wako anavyokujali. Katika onyesho linalofuata, Siamo anaenda kupata chakula cha mchana na Tang anaposikia harufu ya kitu kinachoungua. Muda si mrefu baadaye wanagundua kuwa kuna moto jikoni, jambo linalomfanya akimbilie huko. Wakati huo huo, Shen anaonekana akimpeleka Starlight kupata chakula cha jioni na mama yake, akimwambia kuwa atakaa nawe siku zote na kukutunza. Ghafla anapokea tahadhari kuwa Siamo yupo hatarini. Akigundua hili, anatoka nje haraka huku Shen, Starlight akimfuata kwa karibu. Wanapofika, moto umeshapamba moto sana. Wote wanafikiria njia za kusaidia, lakini Tang anakimbia akimwacha Siamo amenaswa ndani. Shen na Starlight wanafika eneo la tukio na Starlight anaingia ndani kumwokoa Siamo. Shen ambaye mwanzoni alikuwa ameganda kutokana na kumbukumbu za kumpoteza kaka yake kwenye moto, anaamua, sitaruhusu hofu inizuie safari hii, nitamwokoa Siamo. Ndani anamkuta Siamo, anamnyanyua na kumtoa nje, lakini Siamo anapoteza fahamu. Akigundua anahitaji oxygen, anampa bomba lake la oxygen. Zimamoto na ambulance zinafika hivi karibuni na kumpeleka Siamo. Baada ya kumchunguza, daktari anasema anahitaji tu kupumzika. Upande mwingine, mkurugenzi anaonekana akimkaribia mtu aliyevaa barakoa, akimpa taarifa za Siamo na kusema, hizi ndizo zote nilizonazo kuhusu yeye, nitatua zilizobaki kutoka kwenye kompyuta yake kwa kuingiza virusi na kukukabidhi. Yule mtu anajibu, nitaingiza pesa kwenye akaunti yako. Baada ya kurudi, Shen anamwambia Starlight, rudi kwenye mashine ukafanyiwe matengenezo. Shen kisha anauliza, je, ulifanya haya yote kwa ajili yangu? Starlight anajibu, ndiyo, kwa sababu maisha yako yameunganishwa na ya Siamo, kwa hiyo nilimwokoa ili kukulinda wewe. Shen anabisha, hapana, hiyo si kweli. Kisha anampeleka Starlight kwa Danica kwa ajili ya matengenezo. Danica anaeleza, hatuwezi kumfanyia maboresho upgrade bila kumfuta kumbukumbu. Hiyo ingefuta kumbukumbu zake zote. Shen anatafakari jambo hilo. Wakati huo, Siamo anapata fahamu na kumwambia Tang, Tang, umeokoa maisha yangu. Tang anamrekebisha, sikuwa mimi, alikuwa Shen na mdogo yake. Siamo anashangaa. Shen ambaye alikuwa ameamua kusimfuta Starlight kumbukumbu, anasubiri apone. Kwa pendekezo la Starlight, wote wawili wanavembelea Siamo aliyeko hospitali kwa ajili ya vipimo. Akiona foleni ndefu, Siamo analalamika kwa sauti, nikifanya kipimo hiki, nitakosa miada yangu ya kazi na kila mtu ataondoka. Akimwona Shen, anamkaribia na kusema, ripoti zangu zote zipo sawa. Starlight anamkagua na kutoa majibu ya ripoti yake. Akishangazwa na usahihi wake, anayaandika na kumwonyesha Tang akisema, angalia, ripoti yangu ipo hapa. Akisema hivyo anaondoka, na njiani Shen anamwambia Siamo, nahitaji kuzungumza nawe. Kisha anamwambia Starlight, wewe baki hapa, nitarudi sasa hivi. Akiwa nje anamwambia Siamo, Starlight ameanza kukupenda sana, kwa hiyo rudia nyumbani. Shen anakubali. Anapoondoka, Siamo anamwambia Shen, asante kwa kuokoa maisha yangu, lakini Shen anamsogelea na kusema, sikuwa mimi, aliyekuokoa ni Starlight. Kwa sababu ya kufika ofisini kuchelewa, mkurugenzi amemkasirika Siamo. Wakati huo, baada ya Shen kuwasili, anaona kahawa aliyoitengeneza Siamo na anazungumza na mtu kuhusu hilo. Shen anamwambia msaidizi, iondoe hiyo kahawa. Wakati huo, msaidizi aliyeleta begi anaanza kuzungumza na Siamo. Shen anamwambia msaidizi, ondoa vitu hivi vyote viwili nje mara moja. Akisikia hivi, msaidizi anakimbia na vitu vyote viwili. Babu wa Shen anampigia simu na kumwaliki
yeye na Siamo kwa chakula cha jioni. Shen anajiandaa kumtumia Siamo ujumbe wakati anapopokea ujumbe kutoka kwa Lin akimwalika Siamo kupata kahawa. Katika onyesho linalofuata, Shen ameamua kuiambia umma kuhusu mpenzi wake. Kwenye mkutano, waandishi wote wanasubiri. Shen anasema, nimewaita ninyi yote leo kwa sababu habari kuhusu mimi na mpenzi wangu zilizokuwa zikisambaa ni za kweli. Yeye kweli ni mpenzi wangu. Kisha anawapa muda wa kuuliza maswali. Mwandishi mmoja anauliza, je, si mpenzi wako wa zamani alikuacha? Hii inamfanya Shen akumbuke wakati uliopita alipokuwa na mpenzi wake wa zamani kwa muda mrefu. Mpenzi wake wa zamani alikuwa amesema, hujawahi kunibusu, nataka unibusu kwenye siku yangu ya kuzaliwa. Shen alikuwa amekataa akisema, sifanyi kitu kama hicho mpaka tutakapooana. Alikuwa amemjibu, kwa nini upo hivi? Shen hakukubali kwa sababu alikuwa na hofu kwamba akikaribia naye sana kama alivyofanya kwa kaka yake angempoteza. Hatimaye uhusiano wao uliisha. Shen anaiambia media, ni bora msiizungumzie historia yangu ya nyuma. Shen anamfikiria Siamo anapokumbuka lile tukio la moto. Anajihisi mwenye kufurahi akikumbuka hilo. Wakati huo, Siamo anagundua kuwa Lin amewasili chini na anatamani kwenda, lakini pia ana faili la kutuma, kwa hiyo hawezi kwenda. Mkurugenzi anamfokea akisema, kwa nini bado hujanitumia lile faili? Lin ambaye yuko chini akipiga picha, vazi lake linaharibika. Anawauliza wasichana wote, nani hapa anaweza kubuni mavazi? Wote wanatulia. Wanapendekeza kumtuma Siamo wakisema, tuliona kwenye taarifa zako kuwa unatengeneza mavazi mapya ya Henfu. Siamo anakataa, lakini wanasisitiza na analazimika kusimama mbele ya Lin. Kwa upande mwingine, Shen anaonekana kwenye kampuni ya perembende akimtafuta Siamo. Anamuuliza mkurugenzi, Siamo yuko wapi? Mkurugenzi anajibu, sijui, alikuwa hapa sasa hivi, labda yuko chini. Lin yuko huko, hivyo huenda akawa naye. Shen hapendi kusikia jambo hilo. Akimwona Lin, Siamo anaanza kuona haya na mapigo yake ya moyo yanaongezeka kasi. Starlight anapata ishara kuwa Siamo yupo hatarini na kumwambia Shen kuhusu hilo. Akisikia hivi, Shen anakimbilia chini. Anapofika, anamuona Siamo amesimama mbele ya Lin. Akiona hivi, Shen anapatwa na wivu. Siamo anamaliza kazi yake na kuondoka. Baada ya Siamo kuondoka, Shen anamwambia Lin, itakuwa bora kwako ukikaa mbali na Siamo. Lin anajibu, sisi ni marafiki wazuri na hakuna kingine, sijui unachofikiria. Siamo anaporudi, anakuta video yake haijapakiwa uploaded, na kwa sababu ya kuto kukamilisha kazi yake, mkurugenzi anampa barua ya kujiuzulu na kumfuta kazi. Siamo anakaribia kulia wakati Shen anaposema, mimi ni mpenzi wako, sasa kwa nini unakutana na Lin? Shen hakujua kuwa alikuwa akilia. Siamo anaomba msamaha na kuondoka. Starlight anasema, nadhani Siamo amechukizwa. Shen anaenda kwa mkurugenzi na kuuliza, ulimfanyia nini Siamo? Anajibu, ameadhibiwa kwa sababu ya kosa lake mwenyewe. Ndiyo, najua ni mpenzi wako, lakini uhusiano wako na kampuni ya perembende ni wa ushirikiano tu. Huwezi kubadili sheria zozote hapa. Shen anakasirika na kupitia Starlight anazima mfumo wa kompyuta wa kampuni hiyo. Akiona hivi, mkurugenzi anasema, usicheze na mfumo wa perembende, faili zetu zinaweza kuharibika, kwani sisi ni familia. Shen anajibu, hutagundua kuwa sisi ni familia haraka hivyo. Mkurugenzi anaanza kumwomba msamaha Shen. Wakati wakizungumza, Siamo anawasikia. Shen anakaribia kuondoka, lakini anamuona Siamo amesimama hapo. Siamo anasema, sijasikia kitu. Shen naye hasemi kitu. Msaidizi wa Shen anakuja nyumbani kwa Tang kukusanya taarifa kuhusu ule moto. Tang akiwa na furaha anamkaribisha ndani. Wakati akisaini nyaraka, anajaribu kumsogelea sana. Starlight anaonekana akizungumza na Shen kuhusu Siamo akisema, nadhani hisia zako kwake zitabadilika. Shen anajibu, hapana, hakuna kitu kama hicho. Yeye ni rafiki yangu na nina wasiwasi naye tu. Lakini baada ya kwenda nje, Shen anaanza kufikiria kuwa labda anaanza kumpenda Siamo. Kisha Siamo anafika na wote wanaingia ndani. Starlight anakaribia kumwambia Siamo kitu, lakini Shen anamficha Starlight kwa sababu anajua angeanza kuzungumza kuhusu wao kuwa wapenzi tena. Kisha Starlight anaenda kwa Danica na kuanza kuzungumza kuhusu Siamo na Shen. Danica anasema sitaki, na punde mabishano yanaanza kati yao. Baadaye Starlight anaenda kwa Siamo na kusema, Shen anakujali sana, unapaswa kumfanyia kitu naye pia. Siamo anauliza, nifanye nini? Anajibu, unapaswa kumuita kwa ajili ya chakula cha jioni. Siamo anafanya hivyo na kwenda kumuita Shen
lakini hakietiki. Siamu anasema, nimepika chakula kitamu sana, tafadhali njoo. Shen akubali, lakini baada ya kuonja chakula anasema, kuna soda kwenye hiki chakula, lakini lilipaswa kuwa na kitu kingine. Siamu haamini, hivyo anaonja naye, na kweli ni sahihi. Ladha ni mbaya sana, lakini bado Shen anakula chakula kyote alichopika Siamu. Wakati huo huo, msaidizi anapokaribia kuondoka, Tang analeta mavuli na kusema hali ya hewa ni mbaya, kunaweza kunyesha. Baada ya kuchukua mavuli, anaanza kumkumbuka mke wake kwa sababu alikuwa akimpa mavuli. Anaanza kulia sana. Katika onyesho linalofuata, Shen anaosha vyombo na Starlight ameshikilia sahani ile ile ambayo Shen alikuwa amelia. Starlight naye anaanza kuionja. Shen anamzuia na kuuliza, kwa nini unakula hicho? Anajibu, ndiyo, najua siwezi kula, lakini nilitaka kupima jinsi ulivyoweza kula wakati najua soda hailiki. Shen anakaa kimya na kisha kuondoka. Katika onyesho linalofuata, yule mtu aliyevaa barakoa anaonekana tena. Mkurugenzi akirudi kumpa taarifa nyingine kuhusu Siamu, ikijumuisha hata maelezo ya Shen. Anamuuliza, kwa nini unakusanya taarifa hizi zote kupitia mimi? Anajibu, makubaliano yetu yalikuwaje? Huwezi kuniuliza kwa nini nafanya hivi. Siamu anaonekana akiamka akipiga kelele kutoka katika ndoto mbaya. Shen anasikia kelele zake na kuja chumbani kwake akiuliza nini kimetokea. Siamu anaeleza, nimeota ninanaswa kwenye moto. Kisha anauliza, unaweza kukaa nami kwa muda kidogo? Hata hivyo, Shen anaondoka baada ya kusikia hayo. Akimuona anaondoka, Siamu ananong'ona, lakini Shen anarudi na kulala sakafuni. Siamu akiwa kitandani anasinzia na Shen anatabasamu huku akimtazama. Asubuhi iliyofuata, Shen anapokea simu kutoka kwa baba yake akimwalika yeye na Siamu kwa ajili ya chakula cha jioni. Shen akiwa na Starlight wanaenda kwa Siamu na kumwambia, tunahitaji kukutana na babu yangu, usiende kazini leo. Siamu anaenda kuchukua vitu vyake. Baada ya kuondoka, Starlight anamuuliza Shen, nyinyi wawili mnaonekana kuwa karibu sana. Sasa hiyo inamaanisha nyinyi ni wapenzi wa kweli kwa kuwa mnamtambulisha kwa familia? Shen anajibu, hakuna kitu kama hicho, tunajifanya tu kuwa wapenzi, lakini kweli tunaanza kuonekana kama wapenzi. Starlight anaanza kuzungumza tena, lakini Shen ampuzia. Wakati huo huo, Tang anaonekana akifika kwenye kampuni ya Shen kwa ajili ya usaili. Shen hayupo, hivyo msaidizi wake anashughulikia. Msaidizi anasema, umekuja? Anajibu, ndiyo, nimekuja kwa ajili ya usaili. Anamwambia, kusema kweli, sidhani kama utafaa hapa. Kampuni yetu ya teknolojia ina kazi nyingi zinazohitaji nguvu. Lakini Tang anasisitiza akisema, naweza kufanya, na hata anajitolea kufanya kazi bila kujali mshahara. Anasema, hata kama unahitaji msaidizi, nipo tayari. Msaidizi anabaki amekosa la kusema. Starlight anachukua gari la Shen na kwenda nyumbani kwa sababu hataki kumuona babu yake. Shen anampigia msaidizi akimwambia alete gari. Wakati Siamu anafika, anasema twende, lakini wanapotoka nje gari halipo. Anauliza, gari liko wapi? Shen anajibu, limeibiwa. Siamu anaamini, lakini Shen anaanza kucheka. Kisha anasema, unanifanyia mzaha sivyo? Anakubali, ndiyo, Starlight amechukua na sasa msaidizi yupo njiani kutuchukua. Akimuona Siamu kwenye nguo zake, Shen anatoa maoni, kweli unaenda kukutana na babu yangu ukiwa umevaa hivyo? Anauliza, kuna shida gani? Anajibu, hapana, unahitaji vazi nyipya. Anakubali, lakini akigundua ana upungufu wa pesa. Wanaenda maduka makubwa ya mall ambapo mavazi ni gharama sana. Anamwambia Shen, twende kwingine. Anauliza, unataka kwenda wapi? Anataja sehemu akisema, nilipokuja hapa mara ya kwanza nilienda huko. Shen akubali na Siamu anamshika mkono kwa furaha akimtoa nje, jambo ambalo Shen linamfurahisha. Wote wawili wanafika sokoni ambapo Shen anasema, hatuna muda mwingi. Anajibu, bado tuna saa 2. Shen anajibu, nitakupa saa 1 tu hapa. Kwanza Siamu anajinunulia chakula yeye na Shen. Shen anakataa mwanzo, lakini baada ya Siamu kusisitiza anakula. Wakiendelea mbele, Siamu anapoingia kwenye duka kununua vazi, anakuta vazi yote yanafanana na lile alilovaa. Akiona hivi, Shen anamuita nje na kusema, unahitaji kununua nguo zinazoendana na hadhi yangu, vazi hili hapana. Huvai vizuri. Anamrudisha kwenye maduka makubwa mall, akimwonyesha mavazi tofauti. Anamwambia, chagua vazi lolote unalopenda. Hata hivyo, mavazi yote hapo yanaonyesha mwili sana. Siamu akionekana kutojisikia vizuri, anasema, sitaki mavazi
mavazi ya namna hii. Shen akimwelewa, anaagiza wafanyakazi, mtafutieni vazi linaloendana na umbo lake. Wakati Siamo anapotoka akiwa amevaa vazi la kwanza, Shen anamtazama lakini halimpendezi. Anajaribu mavazi mengine kadhaa lakini hakuna linaloonekana kuwa sawa. Wakati huo huo, msaidizi anapokea ujumbe kutoka kwa Tang akimwalika kwenye chakula cha jioni. Msaidizi anamtumia Shen ujumbe akiuliza, "Je, naweza kupata mapumziko usiku wa leo? Nina miadi ya chakula na rafiki." Shen anakubali, jambo ambalo linamfanya msaidizi na Tang kuwa na furaha sana. Hatimaye Shen anamfanyia Siamo vazi analolipenda na hata kumsaidia kuvaa mkufu akisema, "Sasa unaonekana mrembo." Wakati Siamo akijiandaa kwenda kwa babu, anaanza kupiga picha selfies, lakini anatambua vazi halionekani vizuri. Anamuuliza Shen, "Unaweza nipiga picha?" Shen anakubali, anamnasa akiwa kwenye mapozi na kisha kusema, "Situmii simu yako, nitatumia yangu." Siamo anafurahi sana. Wanapofika nyumbani kwa babu, Shen anamwambia msaidizi wake, "Jiburudishe." Shen ameshikilia sanduku na Siamo analiona. Anasema, "Sikuleta zawadi yoyote kwa babu. Kama kuna kitu cha ziada, nipe mimi." Shen anajibu, "Uliwezaje kusahau?" Anajibu, "Nilikuwa nafanya kazi, hata sikuwaza." Shen ampa zawadi yake akisema, "Huwa analeta zawadi kwa babu kila wakati, mpe hii." Siamo anafurahi na kumfuata ndani. Wanapoingia, wanatambua kuwa ni sherehe kubwa yenye watu kutoka makampuni tofauti, si chakula cha familia kidogo. Akiona umati, Siamo ananong'ona, "Ulisema tunaenda kumwona babu tu, hukuongelea sherehe kubwa hivi." Shen anajibu, "Hawa ni watu kutoka biashara tofauti, lakini ni kama familia." Anamshauri awe na tabia inayofaa na kumtambulisha kwa kila mtu. Punde babu anaingia na kumsimamisha Shen na Siamo kando yake. Anatangaza, "Huyu ndiye mkwe wangu wa baadaye na mke wa Shen." Siamo anapigwa na butwa akifikiri mkataba wao ulikuwa wa kuwa mpenzi tu. Imekuwaje ghafla amekuwa mke? Shen anamkaribia Siamo na kunong'ona, "Tulia, ni sawa, nipo hapa nawe." Siamo anatulia kidogo na kuanza kuchangamana na kila mtu. Baadaye Shen na Siamo wanaenda kwa babu kumpa zawadi. Babu anafurahi sana kuiona. Ni mchezo wa video game. Shen anamwambia, "Siamo amekuletea hii." Babu anamkaribisha Siamo wacheze wote. Siamo anaendelea kumshinda babu. Hivyo babu anasema, "Kama Shen akishindwa na mimi, ninyi nyote mtabaki hapa usiku wa leo." Shen anakubali. Wakati huo huo, kwenye chakula cha jioni na Tang, Bwana Shang akikunywa kupita kiasi na kuanza kuzungumzia jinsi Shen alivyomsaidia baada ya kifo cha mke wake. Tang anasikiliza kwa utulivu anaposimulia jinsi wazazi wa Shen walivyotengana baada ya kifo cha mdogo wake. Dereva anafika kuwachukua na Bwana Shang anamwambia Tang, "Twende pamoja." Kule nyumbani, Shen ameshashindwa na babu. Babu anawaambia, "Ninyi wawili mtabaki hapa usiku wa leo," na kuwapeleka chumbani. Chumbani, Siamo anakuta album ya picha ya utoto wa Shen, lakini Shen anajaribu kuinyakua akisema, "Hivi ni vitu vyangu binafsi." Katika kuvutana hoko, wanajikuta wapo karibu sana na Shen anakaribia kumbusu Siamo wakati anapopokea simu kutoka kwa Starlight. Anapokea na Starlight anamfahamisha Siamo yupo hatarini kwa sababu mapigo ya moyo wake yapo mbio sana. Shen anajibu, "Yupo nami na yupo sawa." Siamo anaenda kuoga lakini vazi lake linaloloa maji linapoanguka. Anamuita Shen, "Shen, unaweza kunipa vazi lingine?" Shen anampa shati lake moja. Siamo anapotoka akiwa amevaa shati hilo, Shen anamtazama kuanzia kichwani mpaka miguuni. Siamo analala lakini taa zinapozimika anaanza kuogopa giza. Shen anakuja na kukaa karibu naye. Asubuhi iliyofuata, Siamo anaamka akiwa kwenye mkono wa Shen. Akishtuka, anainuka haraka. Kwenye meza ya chakula, anamuuliza babu, "Kwa nini taa zilikatika jana usiku?" Babu anajibu, "Sijui, nilikuwa nimeshalala." Wakati huo huo, Tang anampeleka Bwana Shang kwake. Bwana Shang akiamka, anaona nguo zake zimevuliwa na Tang amekaa karibu. Akiwa na hofu, anavaa haraka na kuuliza, "Je, nimefanya kosa lolote?" Tang akimtazama, ananong'ona, "Hilo ndilo tatizo. Ulikuwa na msichana mrembo kando yako na hukufanya kitu." Baada ya Shen na Siamo kuondoka, babu anamwambia mtumishi wake kuzima taa kumethibitisha kuwa Shen anampenda Siamo kwa sababu alibaki naye. Siamo anakumbuka babu alimpa kadi ya ATM. Anamrudishia Shen akisema, "Sihitaji hii." Shen yupo kwenye mawazo mazito kuhusu Siamo wakati Starlight anapofika. Starlight anamkabili akisema, "Ulinidanganya jana. Danika aliniambia mapigo ya moyo wako nayo yaliongezeka. Ulikuwa unafanya nini?" Shen anakanusha mwanzoni, lakini hatimaye anakubali, "Nampenda Siamo." Lakini hata hivyo anaongeza, "Lakini hatuwezi kuoana."
Starlight anajibu, angalau umekubali kuwa unampenda Siamo. Baadaye Tang anamtembelea Siamo na kufichua, Bwana Shang alikuwa nyumbani kwangu jana. Siamo anafurahi, lakini Tang anaongeza haraka, hakuna kilichotokea, ni mtu wenye heshima sana. Wakati huo Shen anamuuliza msaidizi wake kuhusu ile miadi na kumuonya kuwa usiruhusu iishe kama zamani. Shang anamuhakikishia kuwa Tang, lakini anataja jina la Tang kwa bahati mbaya. Shen anauliza, je, ni rafiki wa Siamo? Shen anathibitisha, ndiyo. Tang kisha anamwambia Siamo, aliniambia kuwa mdogo wake Shen alikufa kwenye moto wakiwa watoto, jambo lililopelekea wazazi wake kupeana talaka, na ndio maana Shen alienda kuishi na babu yake. Anamshauri, usimuumize Shen kwa namna yoyote, ameshateseka sana na haingii kwenye mahusiano kwa urahisi. Akisikia hivi, Siamo anaanza kukumbuka matukio ya usiku uliopita na kuuliza, kama anafanya hivi karibu kumbusu inamaanisha nini? Tang anajibu, inamaanisha anakupenda kweli. Lakini kwa nini unauliza haya yote? Siamo anajibu haraka, hapana, si unavyofikiri, nilikuwa nauliza tu. Shen naye anafikiri kumtumia Siamo ujumbe kumwomba msamaha kwa msaidizi wake kukaa usiku nje kwa rafiki yake, lakini anawaza, kwa nini nafanya hivi? Uhusiano wangu naye ni nini? Sina uhusiano naye wala marafiki zake. Kwa nini niombe msamaha? Sisi ni wapenzi wa mkataba tu. Mkurugenzi alikuwa ameelekezwa na yule aliyevaa barakoa kuweka virusi kwenye kompyuta ya Siamo. Hata hivyo, anaposhindwa kutekeleza kazi hiyo, yule mtu anamtishia. Mkurugenzi anapatwa na hofu kubwa sana. Yule mtu anaeleza zaidi, nitamtuma mtu huko, lakini wakati huo kamera zote zitazimika ili kila kompyuta iweze kukaguliwa. Mkurugenzi anashiriki hili na wengine na kusema, ninyi nyote mna nusu saa ya mapumziko leo. Kila mtu anafurahi na Siamo anaamua kuondoka. Starlight anafika na kumwambia Shen, Siamo yuko nyumbani na unapaswa kuenda nyumbani pia. Shen anajibu, kwa nini niende nyumbani? Starlight anajibu, kama unataka kuwa wapenzi, unahitaji kusafisha nyumba naye kwa sababu ni mwisho wa wiki. Shen anapuuza wazo hilo akisema, kuna watumishi nyumbani. Wataishughulikia, kwa nini nifanye mimi? Hatimaye Shen anakubali. Baada ya kufika nyumbani, Siamo anamuuliza Starlight kwa nini amekunjita sura hivi. Starlight anaeleza, ni kwa sababu inabidi afanye usafi wa nyumba na wewe na hana mudi hiyo. Akikumbuka ushauri wa Tang wa kutomlazimisha mtu kufanya asichokitaka, Siamo anaamua kufanya usafi peke yake. Anamwambia Shen, lakini Shen anasema, utawezaje kufanya peke yako? Nitakusaidia. Shen pia anamuuliza Starlight, je, utajiunga nasi? Starlight anajibu, hapana, nahitaji kuongeza nguvu au recharge, na anakimbia. Wakati Shen na Siamo wanaanza kusafisha, wanabishana kuhusu nani afanye nini, kila mmoja akitaka kuwa kiongozi na kuishia kufanya kazi huku akitupiana maneno. Wanatoka nje kusafisha madirisha. Mara baada ya hapo, Shen anaingia ndani. Baada ya kuondoka kwake, Siamo ambaye bado anasafisha anaishia kujikita kwenye kioo na kuchora michoro juu yake. Shen anamuona na kujikuta amevutiwa, akimtazama huku akisogea karibu na kioo. Wakati Siamo anapomuona Shen akimtazama, anasema haraka, ngoja nikaoshe vitambaa vya usafi, na kuondoka. Siku iliyofuata wote wawili wanaelekea kazini. Siamo anafika akiwa amechelewa bila kujua kuwa kikao kimeshaanza. Anakimbia na kompyuta yake mpakato hadi kwenye kikao, akianza kwa kumwomba msamaha mkurugenzi ambaye anamwambia, onyesha video yako haraka, ulikuwa ni mpango muhimu wa mradi wa kampuni ya Shen. Hata hivyo, wakati Siamo anapojaribu kucheza video hiyo, haifanyi kazi. Kuna hitilafu, error. Kiuhalisia, mkurugenzi alikuwa ameiharibu au sabotage, lakini sasa anamgeukia Siamo na kumfokea, umefanya nini? Kwa nini video yako haifanyi kazi? Siamo anaeleza, ilikuwa inafanya kazi vizuri mpaka jana, nini kimetokea sasa? Hata video yenyewe nilimtumia mkurugenzi. Mkurugenzi anakagua nakala yake ya faili na kusema, video hii pia imeharibika. Mradi wa aina gani mbovu uliotuma? Siamo anasisitiza, hapana, hiyo haiwezi kuwa kweli. Wawakilishi kutoka kundi la Shen waliokuwepo kwa ajili ya mpango huo wanasema, inaonekana mpango wetu hauwezi kuendelea hapa, hivyo tunaondoka. Wanaondoka na kumfahamisha Shen kuwa uwasilishaji wa video haukuwa hata unafanya kazi. Akisikia hili, Shen anapata wasiwasi kuhusu Siamo na kutoka haraka kwenye kikao chake ili kumtafuta. Akiwa njiani kuelekea huko, Shen anawasiliana na Starlight na kusema, fika kwenye kampuni ya Perembendi moja kwa moja. Starlight naye anakimbia kuelekea huko. Wakati huo huo, baada ya mkurugenzi kurudi na kumfokea sana Siamo, anaondoka akimwacha Siamo akiwa anatokwa na machozi. Siamo analia kwa kwikwi akisema, najua hili ni kosa langu. Wakati wafanyakazi wenzake wakifanya kazi kwa bidii kuhiditi hiyo video upya. Punde Shen anafika, anamuona Siamo na kumtuliza, kila kitu kitakuwa sawa. Muda huo, mkurugenzi anarudi na kutangaza, vitendo vya Siamo leo vitasababisha afutwe kazi. Akisikia hili, Shen anajibu kwa ukali, hii ni mara ya kwanza Siamo hana hatia. Kama kuna kumbukumbu yoyote ya kosa lake, basi jiandae wewe mwenyewe kufutwa kazi. Baada ya tihesho hilo, Shen anamtoa Siamo ofisini. Akiwa nje, Shen anamuuliza Siamo, nini kimetokea? Anaeleza, faili liliharibika, hata nilimtumia video mkurugenzi
mkurugenzi, lakini haikufanya kazi kwake pia. Lazima itakuwa ni tatizo la kompyuta yangu. Shen anajibu, hili liliwezaje kutokea? Kisha Shen anakasiri kuwa huenda kuna virusi kwenye laptop hiyo. Shen anamwambia Siamu alete kompyuta hiyo nje. Wakati Siamu anaporudi nayo, rafiki zake wanauliza nini kinaendelea. Siamu anaeleza, Shen anataka kukagua kompyuta yangu ili kujaribu kurejesha faili. Rafiki zake wanamtuliza, kampuni yake ya teknolojia inaweza kufanya lolote, nina uhakika atafanikiwa. Siamu anaomba msamaha wote. Samahani ninyi wote, ilibidi mfanye kazi upya kwa ajili yangu. Starlight na Shen wanampokea Siamu nyumbani. Hapo Shen anaumwelekeza Danica, kagua laptop na gundua nini kibaya. Danica anaichunguza na kutoa taarifa, hakuna kibaya kwenye laptop, kuna faili moja tu lililofutwa. Shen anamwambia Danica, rejesha au recover kila kitu. Wakati Danica anapoanza kurejesha, Siamu anaona baadhi ya picha zikianza kutokea na kumuona Shen akizitazama. Anamfunika macho haraka akisema, usitazame picha zangu. Shen anauliza, Siamu, unafanya nini? Anajibu, sitaki utazame picha zangu. Shen kisha anamwambia Danica, ruka picha na rejesha video tu. Danica anaficha picha na kujikita kwenye kurejesha video, lakini hawezi kupata ile wanayohitaji. Danica anagundua kuna virusi kwenye laptop na hata anaitambua jina lake. Shen anaagiza, ondoa virusi vile. Wakati Danica anapoanza mchakato, system unaanza kuharibika. Shen anamsimamisha akieleza, tukiviondoa virusi hivi vinaweza kusambaa kwa mtu mwingine kupitia internet, hatuwezi kuhatirisha hilo. Nina uhakika viliingizwa kupitia USB. Kisha anamwomba msamaha Siamu, samahani, sikuweza kurejesha video yako. Siamu anajibu, ni sawa. Shen anaendelea, tuna mkutano ndani ya saa 24 na video inatakiwa iwe tayari. Itachukua muda kiasi gani kuihiditi tena? Kwa jibu, Siamu anasema, nitafanya lolote linalohitajika na utakuwa na video hii ndani ya saa 24. Kwa maneno hayo, Siamu ananyakua laptop yake na kuondoka. Shen anamwambia Starlight, ni mnyonge sana, sikuweza hata kumlinda mpenzi wangu. Kwa hili, Starlight anauliza, so unakubali kuwa yeye ni mpenzi wako? Shen anajibu, hapana, sikumaanisha hivyo. Kisha anamwambia Starlight, nahitaji video zote kutoka idara hii kwa sababu virusi hivi havikujitokeza vyenyewe, lazima kuna mtu nyuma ya hili. Wakati huo, mkurugenzi anaonekana akizungumza na yule mtu aliyevaa barakoa ambaye anasema, nimeshaingiza pesa kwenye akaunti yako, lakini naona kitu sikukitegemea. Mkurugenzi anauliza, unaona nini? Anajibu, sitakuambia, lakini nikikuhitaji nitakujuza. Baada ya kazi, Siamu anaanza kuediti video, lakini ghafla anapata wazo. Anaenda kwa mkurugenzi na kusema, nataka kutengeneza matole mawili ya video, moja ikitumia AI na nyingine katika mtindo wa kizamani. Baada ya kusikiliza, mkurugenzi anakubali na Siamu anasema, ningependa Bwana Lin afanye kazi nami. Yeye huvaa mavazi ya hanfu na nitawasiliana naye mwenyewe. Kama atakuwa huru ni sawa, kama hatatakuwa huru, wazo hili ni bure. Onyesho linahamia kwa Shen ambaye anaonekana na wasiwasi sana kuhusu Siamu. Punde Starlight anafika na kumfahamisha kuwa video zote za kamera za usalama za Jumapili kwenye kampuni zimefutwa, jambo ambalo linafanya kuwa vigumu kujua ni nani aliyefanya hivyo. Wakati huo huo, Siamu ampigia simu Lin na kusema, nahitaji msaada wako, unaweza kunirekodia video? Lin anakubali akisema, njoo baada ya saa 1 nitakapokuwa huru. Siamu anampigia haraka Tang na kuwajibu, unaweza kuja kunichukua? Tang anajibu, haya, nitakuwepo baada ya dakika 5. Siamu anafika na Tang nyumbani kwa Lin. Lin ambaye hakuridhika na baadhi ya picha zake anaanza kuzungumzia hilo, lakini mara baada ya kumwona Siamu anasema, tumia tu hii picha moja, na kumkaribia Siamu. Siamu anaanza kueleza nini kinatakiwa kufanyika. Lin anasema, hii ni mara ya kwanza kujaribu kitu kama hiki. Siamu anahisi mwenye furaha, basi unapaswa kuigiza kando yangu kwa kuwa nitakuwa nikiwakilisha mtu wa zamani, lakini pia tunahitaji mtu wa nyakati za sasa. Katika hatua hii, Siamu anakumbuka onyesho la Shen, kwa kuwa mimi ni mpenzi wako, hatua yoyote unayochukua usimkaribie mtu yoyote sana. Akikumbuka hili, Siamu anakataa na kusema, siwezi kufanya video na wewe. Lin kisha anamwambia Tang, kwa nini usijiunge nami kwenye video badala yake? Akisikia hivi, Tang anasisimuka akifikiri nitakuwa maarufu na anakubali kufanya kazi naye. Wakati huo huo, Shen bado ana wasiwasi kuhusu Siamu. Amekasirika na kusema, nina imani Siamu atafanikiwa jambo fulani. Starlight anamhakikishia, kweli unamjua vizuri. Siamu anaanza kurekodi video. Msaidizi wa Lin anatoa maoni kwa Siamu kuwa Lin amekuwa akifanya kazi naye kwa muda mrefu sasa, lakini hajawahi kukubali mradi mrefu hivi. Lin anajibu, hapana, ni sawa. Siamu anatabasamu na wanaendelea kurekodi video pamoja. Baadaye Shen anapokea video ya Siamu akirekodi na Lin. Kuiona hiyo kunamfanya Shen asijisikie vizuri. Anamuonyesha Starlight ili athibitishe, na Starlight anathibitisha kuwa inaonekana kama Siamu kwa 99%. Shen anajaribu kumpigia simu Siamu, lakini simu yake imezimwa. Kufikia sasa video imekamilika. Wakati Siamu anapokaribia kuondoka, Lin anapendekeza, haya, twende tukale kitu. Kisha akitambua anaweza kuwa na kazi, anaongeza, kama unahitaji kurudi kampuni nenda tu. Siamu anajibu, ndiyo, tutakula pamoja wakati mwingine. Wakati huo huo, Shen anaenda kampuni kuulizia kuhusu Siamu na kupata taarifa kuwa aliondoka adhuhuri na hajarudi. Akisikia hivi, Shen anamwambia Starlight, fuatilia
anamwambia mahali alipo. Starlight anapokagua na wanaelekea eneo la mwisho alipoonekana, hayupo tena. Shen akiwa amechanganyikiwa anamwambia Starlight, ukifika nyumbani hakikisha unajifanyia maboresho, upgrade. Kisha Shen anawasikia wafanyakazi wawili wakisengenya kuhusu wapenzi waliovalia nguo za hanfu wakikumbatana na kusimama hapo bila aibu kwa muda mrefu. Akidhani ni Siamo na Lin, Shen anarudi nyumbani akiwa na hasira kali na kuishia kugombana na Starlight. Katika onyesho linalofuata, Siamo anafanya kazi usiku kucha ili kumaliza video. Hata hivyo, mkurugenzi anamfahamisha kuwa Shen ameahirisha mkutano. Akiwa na hasira, Siamo anaenda nyumbani kwa miguu kwenye mvua na kudai kujua kwa nini Shen ameahirisha. Shen anaeleza, nilifanya hivyo kwa sababu ya ile video. Kwa kujibu, Siamo anamwonyesha video tofauti inayoonyesha wazi kuwa hakuwa yeye na Lin, bali alikuwa Tang. Akiwa amevunjika moyo, Siamo anaondoka akilia. Shen anamwambia Starlight aanze mkutano upya na kisha anaenda kumtafuta Siamo ambaye analia chumbani kwake. Shen anamnyanyua, anampeleka bafuni, anamkausha nywele zake na kisha kumpeleka chumbani kwake akisisitiza apumzike. Siamo anajifanya amelala na Shen anambusu kabla ya kuondoka. Baada ya hapo, Shen hawezi kuacha kumfikiria Siamo. Siamo amtumia Tang ujumbe, lakini ghafla anajihisi mgonjwa. Starlight anamfahamisha Shen ambaye mara moja anaita daktari. Daktari anamkagua Siamo, ampa sindano na kumshauri apumzike. Baadaye Shen anamuuliza Starlight kama amegundua chochote. Starlight anafichua kuwa alimuona mkurugenzi akiiba neno siri ya laptop ya Siamo. Akiwa na ghadhabu, Shen anatulia baada ya kusihiwa na Starlight na kumwandalia Siamo chakula. Wakati huo huo, Bwana Shang anapata chakula cha jioni na Tang, na wakati Tang anaenda msalani, mke wa kwanza wa Shang anatokea akiwa na mpenzi wake. Tang anawasikia na kuwakabili kwa ukali kabla ya kuondoka. Kurudi kwa Starlight, anamuhimiza Shen arudi katika hali yake ya zamani. Shen anaanza kukubali wakati mradi umekamilika. Siamo anawanunulia kila mtu chakula. Mkurugenzi yupo nao wakati Shen anapofika kwa ajili ya kikao kwenye chumba kingine. Fuatia ushauri wa Starlight, anaenda kwenye chumba ambacho mkurugenzi anamlazimisha Siamo kunywa pombe. Shen anaingilia, anachukua kinywaji hicho kwa ajili yake na kumpa mkurugenzi USB. Kisha anamtoa Siamo hapo. Anamwambia, USB hii ina ushahidi wa vitendo chafu vya mkurugenzi. Shen akiwa amelewa zaidi sasa. Starlight anafika, anamsaidia kuinuka na kuacha peke yao akisingizia kazi. Shen akiwa amelewa amshika Siamo kwa karibu. Ingawa Siamo anajaribu kuondoka, Shen anamzuia na anaishia kukaa naye usiku kucha. Asubuhi Siamo anapokea ujumbe kutoka kwa Lin akimwalika watoke. Anapomuuliza Shen kama ni sawa kwenda, anakubali. Siamo na Lin wanaelekea kwenye bustani la burudani na kuanza kutembea pamoja. Shen kwa msaada wa Starlight anafuatilia mahali alipo Siamo na kufika hapo. Wanajiunga na Siamo na Lin kwenye shughuli zao, lakini punde Shen na Lin wanaanza kubishana mara kwa mara. Wakati huo huo, wazazi wa Siamo wakiwa na wasiwasi naye, wanapanga mipango ya kumtembelea. Siamo na Shen wanarudi nyumbani. Nyumbani Siamo anaanza kushona vazi la hanfu, lakini moyoni anahofia kuwa Shen anaweza kuchukizwa kwa kuwa ni kwa ajili ya Lin. Upande mwingine, Tang amfanyia Shen sherehe ya stukizo ya siku ya kuzaliwa inayomfanya awe na hisia kali. Siamo ampigia Tang kujadili kama anapaswa kumpa lile vazi Lin. Tang anamshauri, muulize Shen. Baadaye babu wa Siamo anamhamisha kwenye kampuni ya Shen. Siamo anapopata taarifa hii, anaenda kwa Shen na kulalamika akisema, sitaki kufanya kazi hapa. Shen anamhakikishia, nitakutafutia ufumbuzi. Asubuhi iliyofuata, Siamo anaenda na Starlight kuchukua vitu vyake kwenye kampuni yake ya zamani. Wakati babu yake Shen anamtembelea nyumbani kwa Shen na kukagua vitu vya Siamo. Bila kukuta chochote, anamuuliza Shen, kwani Siamo halali chumbani kwako? Nyinyi wawili mnapaswa kuoana. Shen anafanikiwa kumrudisha babu yake na kuwahi kumchukua Siamo akimpeleka ofisini kwake ambapo watu wanasengenya kuhusu urafiki wao. Shang anamkaribia Shen na kusema, nimesikia kutoka kwa Tang kuwa Siamo anampenda, unapaswa kumposa. Akiwa na furaha tele, Shen anamvuta Siamo pembeni na kumposa kwa haraka, lakini Siamo bila kuelewa anasema hapana, akimwacha Shen akiwa amevunjika moyo anaporudi nyumbani. Akiwa amechanganyikiwa na tabia ya Shen, Siamo anajaribu kuielewa. Wakati akiwa chumbani kwake, mtumishi anamfahamisha Shen kuwa wageni wawili wamewasili. Shen anapotoka nje, anakuta ni wazazi wa Siamo. Anawakaribisha ndani na kusema Siamo yuko ofisini. Mama wa Siamo ampigia simu na kumuuliza kuhusu Shen, na Siamo anadanganya akisema yeye ni mpenzi wa Tang. Kisha anachukua nusu saa ya mapumziko na kuwahi nyumbani. Kwenye chakula cha jioni, mama wa Siamo anamuuliza Shen kuhusu kazi yake, lakini Siamo anafika na kuwasalimia wazazi wake. Kisha ampigia Tang na kumwomba aje akisema, niliwaambia wazazi wangu kuwa Shen ni mpenzi wako kwa sababu hawangefurahia kujua ukweli. Tang anafika na Shang
Mama wa Xiamo anapouliza kuhusu Shen, Xiamo anamtambulisha kama mwanafanyakazi mwenzake, amvute Tang pembeni na kuuliza kama Shen anajua kuhusu yeye kujifanya mpenzi wake. Tang anasema hapana. Shen anawasikia. Wote wanakaa kwa chakula, Tang akiwa kando ya Shen, ikimwacha Shang akiwa amechanganyikiwa. Mama wa Xiamo anaanza kuzungumza kuhusu Tang na Shen, jambo linalomfanya Shen ajihisi vibaya zaidi. Wakati huo huo, babu anaendelea kumuuliza Danica kuhusu urafiki wa Shen na Xiamo. Baada ya chakula, mtu anavunja kioo cha gari la Shang na kuiba simu yake, jambo linalomfanya Shang kasirike zaidi kwa siku yake mbaya. Shen anaenda sehemu ya chini ya nyumba basement, akiwa amechukizwa na kukataliwa na Xiamo. Starlight anamfariji akisema, Xiamo hakuelewa posa yako, ndio maana alisema hapana. Hii inamfanya Shen atulie. Asubuhi iliyofuata, Xiamo anajiandaa kuondoka na Shen pamoja na wafanyakazi wenzake kwa ajili ya kazi sehemu nyingine. Tang akiwa amechelewa anaondoka na Xiamo. Shen anafika eneo la tukio na wafanyakazi wengine, lakini Shang hayupo na simu yake imezimwa. Wakati Xiamo na Tang wanapokutana na Shen, Tang anauliza Shang yuko wapi, lakini Shen anajibu, nina amri ya kumtoa kazini. Hatimaye Shang anasema amegundua kila mtu ameshaondoka kwenye safari ya kikazi bila yeye, hivyo anaendesha gari mwenyewe kuungana nao. Kila mtu anajiburudisha ukingoni mwa bahari na Shang anaungana nao akimwomba msamaha Tang. Hata hivyo Tang anaendelea kumpuuzia. Wakati wakicheza, mpira unampata Shen na kumfanya anguke. Tang na Shen wanakimbia hapo wakiwa na wasiwasi. Shang anamnong'oneza Shen, nilikuletea kile kitabu cha jinsi ya kumpata mpenzi. Haya yote yalikuwa sehemu ya mpango. Shen anatambua kuwa ulikuwa ni ujanja tu. Wakati huo huo, wazazi wa Xiamo wakiwa jikoni, baba yake anaona jina la kampuni ya Shen na kukumbuka kuwa alishafanya kazi na babu yake Shen kabla ya kuacha kazi kwa sababu fulani. Baadaye, wakati Xiamo na Tang wakipumzika na wengine, Shang anafika na kujaribu kumwomba msamaha Tang, akijaribu kumrudisha Shen, lakini anamuona mpenzi wake wa zamani Chen na kumtaka Xiamo aondoke. Xiamo anamwambia Shen, sikumwelewa vibaya Shen. Muda mfupi baadaye, Shang anarudi kuendelea kupatana na Tang na Xiamo anawaacha peke yao. Shen amweleza Starlight kuhusu mpenzi wake wa zamani na Starlight anamshauri, muulize Chen kwa nini yuko hapa. Shen amkaribia Chen na kumwambia, nina nia na mtu mwingine sasa, hivyo tafadhali kaa mbali. Chen anakubali, sitaingilia kati yenu. Shen anapoondoka, anamuona Xiamo na kumwambia kuwa Tang na Shen wapo chumbani kwake. Ampeleka Xiamo chumbani kwake na wakati wa mazungumzo yao anamweleza kuwa nampenda, lakini anaongeza haraka, hulazimiki kunijibu sasa. Wanaanza kucheza game pamoja. Shang hatimaye anapatana na Tang na wanatumia usiku wa kimapenzi pamoja. Asubuhi iliyofuata, Xiamo anaamka akishtuka kukumbuka alishinda usiku kucha na Shen. Anapokea simu kutoka kwa Maggie ikimkumbusha kuwa tayari ifikapo saa 2 asubuhi. Shang amwamsha Tang, lakini Tang amvuta chini na kumbusu tena. Kila mtu ana shauku kuhusu kazi ya siku hiyo. Tang na Xiamo wanapiga hadithi kuhusu usiku uliopita kabla ya kazi yao inayohusisha kutafuta kadi zilizofichwa. Kila mtu anaanza kuzitafuta. Waandishi wa habari wanamkusanyia Lin wakimuuliza jinsi anavyopanga kuvaa mavazi ya Hanfu akiwa na mkono ulioungua. Akiwapuuzia, anajifungia kwenye gari lake. Inagundulika kuwa aliungua mkono kwa makusudi. Xiamo anaona habari hizi na kumtumia Lin ujumbe. Muda huo, anaona kadi na kumpa Shen simu yake ili aichukue kadi hiyo. Wakati Lin anapopiga simu, Shen akiwa na wivu, anapokea na kukata haraka. Baadaye kidogo, Chen amkabili Xiamo na maneno mabaya kuhusu Shen, lakini Xiamo anasimamia msimamo wake na kumjibu Chen kwa ukali. Kisha anamtafuta Shen na kumweleza kuwa anampenda. Kila mtu anakusanyika na kadi walizopata. Tang na Maggie wanashinda mchezo. Shen anatangaza kuwa zawadi ni kwamba unaweza kubadili gundi lako, jambo linaloleta furaha kwa kila mtu. Baada ya kurudi kutoka safarini, wazazi wa Xiamo wanapanga kuondoka. Kabla ya kuondoka, baba yake Xiamo akivutiwa na teknolojia ya AI ya Shen, amtembelea babu yake Shen akisema, nimevutiwa sana na kazi ya Shen. Mimi mwenyewe nilikuwa na shauku kubwa kwenye fani hii. Danica anamwambia Shen kuwa baba yake Xiamo amefanya mabadiliko kwenye roboti yako. Shen anafurahi na kwenda kwa Xiamo, lakini Lin ampiga simu kwa dharura, ninahitaji vazi liwe tayari kwa sababu langu limeungua. Xiamo anakubali kusaidia. Wakati huo huo, Chen anamfuatilia Xiamo kupitia mwandishi wa habari. Siku iliyofuata ofisini, Xiamo ana kazi nyingi kwa sababu amewekwa kuwa msimamizi wa mradi mpya. Njiani akirudi, anasinzia kwenye gari ya Shen. Shen ambeba hadi chumbani na kumlaza. Ghafla simu ya Lin inaingia kwenye simu ya Xiamo. Shen anapokea na Lin anasema, ninasubiri chini, njoo tukutane. Shen anaenda chini kwa Lin ambaye anamuonya kwa hasira, kaa mbali na Xiamo, yeye ni mpenzi wangu. Asubuhi iliyofuata, Xiamo anaenda kumkabidhi Lin lile vazi wakati Shen akiwa na babu yake akiwa na wasiwasi kuhusu Xiamo.
Shen anarudi nyumbani. Wakati huo Lin anavaa lile vazi alilotengenezwa na Xiamo na kumtambulisha kwa kila mtu. Punde Shen na Starlight wanaingia wakiwa wamevaa vazi walilotengeneza usiku kucha. Xiamo anakimbia akimfokea Shen. Kwa nini umefanya hivi? Shen anafanikiwa kumtuliza namna gani? Wanaporudi nyumbani, Shen na Xiamo wanazidi kuwa karibu. Ghafla wazazi wa Xiamo wanatokea na Shen anashtuka. Mama yake Xiamo anamfokea Shen akisema anakutumia tu na anataka kumpeleka Xiamo nyumbani. Shen anasema ukienda nitaenda nawe. Xiamo anakubali. Wakiwa nyumbani, mama yake Xiamo anamwambia apumzike, lakini anamwambia Shen unapaswa kuondoka. Shen amkaribia baba yake Xiamo na kumwomba arudi kwenye kampuni, jambo linalomfanya afurahi. Hata hivyo, mama yake Xiamo bado hampendi Shen. Anapanga safari ya ukingoni mwa bahari na angawa Xiamo ana shauku, Shen anataka kujiunga lakini anakataliwa. Xiamo anasihi, tafadhali pumzika nyumbani. Wakiwa hapo, Xiamo haachi kumsifia Shen. Ghafla Shen anafika na kuanza kufurahi na kila mtu. Wakati huo huo, Chen anakutana na Lin na kupendekeza, wewe unamtaka Xiamo na mimi namtaka Shen, tunapaswa kufanya kazi pamoja. Lin anakubali. Chen anamwonyesha Lin picha za Xiamo akipokea karatasi ya mkataba kutoka kwa Shen. Tunahitaji kupata ule mkataba kwenye nyumba ya Shen. Wakiwa nyumbani, tabia ya mama yake Xiamo kuelekea kwa Shen inaanza kuimarika na wote wanakula chakula cha jioni pamoja. Wakati huo, Lin anaingia kwa siri nyumbani kwa Shen, anafungua ndoa na kukuta ule mkataba. Wakati Shen na Xiamo wanaporudi kampuni, Xiamo anasema, mradi umeshaisha, napaswa kuondoka tena. Shen ampa karatasi nyingine ya mkataba na kusema, lazima usaini hii, ni mkataba wa maisha yote kuwa pamoja. Anamkumbatia kwa nyuma na Xiamo anasaini kwa furaha na wambusu Shen. Kila mtu anamwaga. Wakati Xiamo anaondoka, anapokea simu kutoka kwa Lin ambaye anatumia namba na sauti iliyobadilishwa. Nina mkataba wote. Xiamo anauliza, wewe ni nani? Na Lin anamwambia, amfuate. Anapofika, anashtuka kumwona Lin ambaye kisha anamfunga kwenye kiti. Xiamo anapiga kelele, kwa nini umefanya hivi? Lin anafichua, mimi ni mdogo wake Shen. Shen akitumia Starlight anafuatilia mahali alipo Xiamo na kufika wakati Xiamo anakaribia kuanguka, Starlight anamwokoa na kumshambulia Lin. Xiamo anapiga kelele, usimpige, yeye ni mdogo wake Shen. Shen na Starlight wanashtuka. Lin anamshambulia Starlight kwa silaha inayofanya kazi kwa robot tu na kisha anakimbia. Shen anafuata Lin na kumuuliza, je, ni kweli? Lin anajibu, ndiyo, ni kweli kwa sababu kila mtu alinitupa. Hakuna aliyenitaka. Uso wangu wote uliungua. Shen anajaribu kueleza kuwa haikuwa hivyo, lakini Lin anajirusha kutoka juu. Shen anamnyaka na kumshawishi wakutane na mama yake na babu yake, lakini Lin anakataa akisema hawezi kuangalia usoni. Shen na Xiamo wanamrudisha Starlight na kumweka kwenye mashine. Xiamo analia. Shen na Xiamo wanalala pamoja. Ghafla kunatokea kelele jikoni. Xiamo anaenda jikoni na kumkuta Lin hapo. Wote watatu wanafurahi sana. Wakitoka ofisini, Xiamo anamvuta Shen pembeni kuelekea sehemu yenye mapambo mazuri. Ghafla Shen anafika akiwa na wazazi wa Xiamo, mama yake Shen na wafanyakazi wenzao. Xiamo anasisimuka wakati Shen anapumvisha pete kidoleni. Siku iliyofuata, wote wanampeleka Lin kumkutana na babu. Babu anafurahi sana kumwona Lin na mama yake anakuwa na hisia kubwa sana. Lin kisha anaacha kazi yake na kujisalimisha ili akamatwe kwa makosa yake. Hadithi inaishia kwa furaha. Kama unahitaji hadithi zaidi kama hizi, nijulishe kwenye maoni. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii. Hii ni moja ya filamu inayovutia sana. Usisahau kufuatilia chaneli yetu ya Apple Swahili Movies kwa kubonyeza alama ya kengele ili kupata miendelezo ya movie zetu. Tukutane tena wakati mwingine.